letu. Nafikiri tayari limeshazinduliwa na mratibu wetu wa mkoa. Malengo nayabainisha, nasisitiza umoja wa wanasimba, vikundi vyote na matawi yote. Niwaombe tuwe na umoja wa kushirikiana, iwe kwa shida na kwa raha. Lakini ligi ya mwaka huu niwaombe tushikamane. Yale yaliyopita ya mwaka ujao na ni uliopita, hayo tuachane nayo ili tusonge mbele, hatimaye tubebe ubingwa wa ndani ya nchi, yani NBC liwe la kwetu la Kombe. Na ninaahidi kama mwenyekiti wa tawili la Simba Mwinuko Simba, ninadhani haitoshindikanika mwaka huu. Tuna kila sababu ya kubeba kombe la NBC. Na baada ya kusema hayo, malengo tumebainisha. Malengo tulionayo ni kuhakikisha tunaendeleza umoja wa tawi letu na kufungua miradi popote pale walipo, hata kama ni mdhamini sio mbaya kutudhamini na kutushika mkono kwa niaba ya mawazo yetu na malengo yetu tunayotegemea kuyafanya. Na nawaahidi ndani ya wiki hii, siku ya Simba Day, tutakuwa na utoaji wa damu, na baada ya kutoa utoaji wa damu katika hospitali ya Bugando, tutakwenda Nyegezi. Kuna kituo cha watoto yatima, wale wenye kuhitaji mahitaji, nao tutakwenda kuwatembelea. Mgeni rasmi, tawi letu lilianzishwa mnamo tarehe 7 mwezi wa 4 2025 ikiwa na jumla ya wanachama waanzilishi 45. Hadi sasa limefikisha wanachama hai 67 walioandikishwa kwa kusajiliwa kwa mfumo wa benki ya NMB chini ya viongozi wafuatao: mwenyekiti Samuel Kimanzi, Josia makamu mwenyekiti, Josia Jonas makamu mwenyekiti, Mwanne Sabini katibu wa tawi, Mzafaru Mzamiru katibu msaidizi, Isaya Elkana mweka hazina, Evodi Okinyi mjumbe, Shukuru Sefu mjumbe. 4. Ndugu mgeni rasmi, tawi letu linafanya shughuli za kijamii kusaidiana katika shida na raha, ambapo kamati ya maafa inaongozwa na Agnes Awino Salamba akiwa ni mwenyekiti, Victor Stefano makamu mwenyekiti, Julianus Charles Mabigi katibu. 5. Ndugu mgeni rasmi, tawi letu linajiendesha kwa michango mbalimbali iliyopitishwa na wanachama wenyewe kwa ajili ya huduma mbalimbali ndani ya tawi. 6. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kujenga jiwe la tawi kwa thamani ya shilingi za Tanzania shilingi milioni 4, ambayo kwa heshima na taadhima tutakuomba ulifungue rasmi leo tarehe 1 mwezi wa 8 2026. 7. Ndugu mgeni rasmi, tawi letu tunakuahidi kwamba tutakuwa mstari wa mbele kushirikiana na matawi mengine ndani ya mkoa wa Mwanza kupambania klabu yetu kuhakikisha inapata matokeo katika ushindi wa ligi kuu ya NBC, CRDB Federation na ligi ya mabingwa Club Africa. 8. Ndugu mgeni rasmi, tawi letu limejiwekea malengo baadaye kwa kufuga kuku wa mayai ifikapo mwezi Januari 2027. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, tunaomba kwa heshima na taadhima upokee risala hii kwa hatua zako. Kwa majina naitwa Farida Idi Juma,
Ni mkazi wa wilaya wa mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ilemela, kata ya Kitangili, mtaa wa Mwinuko. Nickname kubwa mtaa huu unaitwa ni mtaa wa Mabufa. Tumefungua tawi letu hili la Simba kwa sababu sisi ni wanasoka, ni mashabiki wa Simba Sport Club. Na ndani ya tawi hili tuna wanachama wasiopungua zaidi ya 60 na kidogo. Na wanachama wote hao wameweza kufata ratiba ya muongozo wa Simba inavyotakiwa uongozi wake ni upi. Nikiwa kama msemaji wa tawi hili, mtaa huu anapenda kuniita dada yake na Ahmed Ali au ananiita msemaji. Tawi hili tumelifungua, wanachama wote hao 60 na kidogo wote tumeweza kukata kadi za chama cha wanasimba, ambao kila kadi ya mwanachama, mchezaji anapoingia uwanjani au anaposafiri kwa ajili ya kuihudumia timu yetu, kila mwanachama kwenye kadi yake huwa ana makato kwa ajili ya malipo ya mwanachama au mchezaji wa chama chetu cha Simba Sport Club. Nikiwa kama msemaji, tumejiandaa vizuri, tumejipanga vizuri na tunaendelea kwa ajili ya mapambano ligi yetu ya CRDB ya NBC ili tuweze kwenda kuchukua kombe letu, kuweza kurudisha makombe yote tulioweza kunyang'anywa, na safari Simba imesajili kweli kweli. Jina naitwa Datius Mubati, ni katibu msaidizi wa hili tawi. Mimi najua Simba kwa misimu mitano iliyopita tumepoteza kila kitu, hatujachukua, lakini ndani ya miaka mitano hiyo, msimu ulioishaua 2025-26 tumebahatika kuchukua CRDB na Muungano Cup. Ila naamini kwa hii miaka inayokuja kuanzia 26-27 Simba tunaweza kubeba kila kitu. Ukiangalia kwa usajili na mwenendo wa timu tulivyomaliza tukoishia, na sasa hivi unaona Simba haijapungua kivile. Labda Simba umefanya maboresho ya kujazia zile nafasi ambazo kwa zimebaki wazi. Maana kinachoivuruga Simba kwa asilimia kubwa ni usajili wa mara kwa mara. Kwa mfano kama msimu wa 2024-25 Simba kama vile walivunja timu yote wakaanza upya. 25-26 walivunja timu wakaanza upya. Tukaja kujipata dirisha dogo. Hicho kitu ndio kinaiangusha sana Simba. Ila ninavyoona kwa msimu huu Simba hawajafanya mabadiliko mengi kwenye swala la kuvunja beti la ufundi na wachezaji. Naamini hii miaka inayokuja tunaenda kubeba kombe la ligi, CRDB, hata kimataifa na kufika nusu finali au hata finali. Kwa majina naitwa Hamisi Mtwe. Ni katibu wa tawi la Mtakuja liko Igoma Shamaliwa. Leo tumekuja kwenye mwaliko huu kuja kwa support ndugu zetu wanafungua tawi lao. Tawi lao hilo kwetu lina maana kubwa sana, hasa kwa umoja na mshikamano wa wanasimba wa mkoa. Hivyo tunawashauri waendelee kuwa pamoja, washikamane, wapendane, na sisi na wao ni kitu kimoja. Sasa tumeungana pamoja ili kuendeleza gudumu letu la kupambania Simba yetu. Majina yangu naitwa Edi Kiula, mratibu wa Simba Sports Club mkoa wa Mwanza. Nimekuja kufungua hili tawi leo baada ya hili tawi kukizi vigezo vya katiba. Na sisi masharti ni kwamba mtu tawi linaanza na wanachama 50 mpaka 250. Hawa kama ulivyosikia kwenye taarifa yao wako zaidi ya 50, wako 67, kwa hiyo wamekizi vigezo. Kwa sababu sisi mkoa tumekuja kufungua hili tawi. Limeongeza afya, nitumie neno, limeongeza afya kwa sababu lengo la mkoa ni kutekeleza tiba ya Simba, kuunganisha wana Simba kila kona walipo. Sasa hawa wamekuwa familia ya Simba ndani ya mkoa wa Mwanza.